Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo tunazipeperusha kutoka hapa Mbeya, Tanzania, naomba ikiwa wewe ni mgeni, chukua sekunde moja tu, bonyeza patoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Cha muhimu cha kuzingatia, usisahau kubonyeza alama ya like na karibu. Taarifa zimetufikia hapa ni za siri kubwa. Aliyekuwa rais hapa Tanzania, Jakaya Mrisho Kikwete, amefukuzwa Ikulu Chamwino. Ameng'olewa kwa sababu mamlaka ya sasa hivi yako chini ya uongozi wa Mama Samia Suluhu Hassan. Nani amemfukuza? Nani ametangaza asionekane Ikulu? Vile unavyotazama kwa skrini yako hapo chini wameandika, ukisha staafu kwenda nyumbani ukatunze wajukuu zako. Huyu nani amesema hivi? Askofu Kinyaia, najua wengi mnamjua hapa Tanzania, ni miongoni mwa maaskofu wa kanisa la Kikatholiki, wanazungumza sana kama Kitima. Askofu Kinyaia awataka wastaafu wa serikali, wa dini kuacha kuingilia madaraka ya wengine, wakati muda wao umeisha, wabaki nyumbani kulea wajukuu. Alikuwa anamlenga Jakaya Mrisho Kikwete kwamba asionekane Ikulu Chamwino, amwache rais wa sasa ambaye ni Samia Suluhu Hassan kuendesha shughuli za uongozi, kwa sababu yeye wakati wake uliisha. Akaongoza miaka 10, sasa ni mstaafu, anastahili kukaa nyumbani. Jakaya Mrisho Kikwete katika siku za hivi majuzi amekuwa akionekana sana akitembea na Samia Suluhu Hassan wakienda kule Zanzibar kuzindua miradi ya maendeleo. Hapa Tanganyika wanatembea na yeye kuhudhuria mikutano mbalimbali ya serikali, na hata anakabidhiwa nafasi ya kuhutubia Watanzania waheshimiwa kuzindua miradi ya maendeleo ambayo inastahili kufunguliwa na Samia Suluhu Hassan. Ikumbukwe kuna wakati tulikuwa tunachanganua hapa, tukaeleza wazi kwamba kuna miradi ambayo inastahili kufunguliwa ama kuanzishwa na huyu ambaye anaitwa Mwigulu Nchemba ambaye ni waziri mkuu hapa Tanzania. Kama sio yeye, kuna miradi ambayo inastahili kufunguliwa ama kuanzishwa ama kuzinduliwa na naibu ama makamu wa rais wa sasa ambaye ni Emmanuel Nchimbi. Lakini nafasi hiyo ishachukuliwa na Jakaya Mrisho Kikwete ambaye ameonekana mara mingi ndiye anazindua miradi ya maendeleo. Sasa dini imeingilia kati, imemsomea, imemng'oa Ikulu Chamwino asiende pale kukaa na Samia Suluhu Hassan. Yeye alimaliza muda wake kama rais, aenda kapumzike, atembee na wajukuu wake pale, amwache Samia Suluhu Hassan ili aendelee na kazi yake. Unajua kwa nini? Sasa dini imeingilia kati kumfurusha Jakaya Mrisho Kikwete asiende kule Ikulu sana. Unajua kuna taarifa za siri ambazo zinaonekana hapa kwa mitandao ya kijamii. Zingine zinadai ya kwamba Jakaya Mrisho Kikwete ni miongoni mwa wale ambao walikuwa wanaandaa ni kipi ambacho kinafanyika hapa Tanzania wakati wa uchaguzi uliopita wa 29 Oktoba mwaka jana. Sasa kikosi cha watekaji nyara, inadaiwa kwamba Jakaya Mrisho Kikwete anakielewa kile kikosi ambacho kinateka nyara wale ambao wanalaumu serikali, na inasemekana ya kwamba yeye ananyemelea madaraka licha ya yeye kumaliza wakati wake, anastahili kwenda akapumzike. Unaona hata mke wake huyu ni mbunge sasa hivi, ni mbunge, lakini yeye hajaridhika. Mbona anatembelea Ikulu sana kwa Samia Suluhu Hassan? Kumaanisha vile Samia Suluhu Hassan amepoteza umaarufu hapa Tanzania ni kwa sababu ya Jakaya Mrisho Kikwete kwa ushauri wake. Ni ushauri upi ambao anapeana kwa Mama Samia Suluhu Hassan? Jambo hili ndio limeweza kusababisha Mama Samia kupoteza umaarufu, kufanya mambo ambayo ni madhambi, kumfungia Tundu Lissu gerezani pasipofanya makosa kwa kusema ya kwamba yeye amehusika kwa uhaini.
wakati alisema no reforms no elections, yaani kusipokuwa na mabadiliko hakutakuwa na uchaguzi. Wakati alisema hayo yatadukishwa hapa Tanzania, Jakaya Mrisho Kikwete miongoni mwa washauri wa Samia Suluhu Hassan. Sasa Samia Suluhu Hassan anachukua nafasi, anafunga wengine jela, wengine anawafungulia mashtaka, wengine wanapotezwa, ni kwa sababu ya Jakaya Mrisho Kikwete. Kwa hivyo Mrisho Kikwete amejulikana zile shughuli na siri ambazo anaziendesha yeye mwenyewe. Ndio maana amefungiwa, anaambiwa ya kwamba asije akaonekana kwa ikulu ya Samia Suluhu Hassan, amwache ashughulike, aendeshe serikali akitumia baraza lake la mawaziri kuhakikisha ya kwamba ameleta mabadiliko hapa Tanzania, kuhakikisha ya kwamba hata akilaumiwa alaumiwe yeye mwenyewe. Mnajua kuna watu ambao waliweza kuangamia, wengi wakapoteza maisha, ni kwa sababu ya uchaguzi, kwa kile ambacho mama aliweza kukifanya. Huenda alishauriwa kwamba kushinda uchaguzi lazima afungia kina Mpina wa ACT Wazalendo wasije wakawania kiti cha urais. Sasa akafanya hivyo, akamfungia Tundu Lissu. Sasa baadaye nani analaumiwa? Sasa hivi ni mama. Hadi mataifa mengine yanamkosoa mama, mataifa mengi yakazuia kutuma misaada hapa Tanzania. Uchumi umeporomoka, hamna hela za kutosha. Marekani ikajiondoa kwa kutuma msaada ambao ulikuwa unatoa usaidizi mkubwa hapa Tanzania. Ni kwa sababu ya maovu ambayo yalifanyika, kuua watu wa Tanzania ambao wasiokuwa na makosa yoyote. Taifa la Uswidi likajiondoa kutuma misaada, taifa lile la Canada likajiondoa, kule Ulaya wakajiondoa. Umoja wa Mataifa ukasema hamuna uwezekano wa serikali dhalimu kupata ufadhili. Ni kwa sababu ya maovu ya Mama Samia Suluhu Hassan. Na haya yote tunaweza kumlaumu Mama Samia ndio, lakini yule ambaye alikuwa na mshauri sio mwingine, ni Jakaya Mrisho Kikwete. Sasa imefika wakati anaambiwa ya kwamba usionekane Ikulu Chamwino, achana na mama, aongoze yeye mwenyewe, kwa sababu yeye ndiye anajulikana sasa hivi kama rais, ingawa aliweza kujichagua yeye mwenyewe kama rais, akajiweka pale Ikulu. Wacha aendelee na miaka hii mitano, uongozi utabadilishwa tu, kwa sababu Watanzania wako na haki, Watanzania wako na nguvu za kuhakikisha kwamba viongozi wanabadilishwa. Kwa hivyo Jakaya Mrisho Kikwete ndio, na hata mimi nakubaliana na dini, imefika wakati anastahili aende apumzike, kwa sababu alikuwa rais, ushauri wake sasa hauhitajiki, kwa sababu kuna wale washauri. Sasa hivi tulimuona hivi majuzi Samia Suluhu Hassan akiwateua washauri, wengine walikuwa makamu wa rais, wengine walikuwa wanafanya kazi hapa, wanaelewa mambo ya kumshauri Rais Samia Suluhu Hassan. Na huyu jamaa ambaye tumemwona akipendekezwa jina lake kuwa miongoni mwa wale ambao watakuwa wanawakilisha Afrika kule AU, ukipenda Umoja wa Mataifa, na niliona Chadema ikipinga shughuli hiyo. Kwa hivyo haya ambayo yanaendelea kati ya Samia Suluhu Hassan na Jakaya Mrisho Kikwete hayastahili. Je, wewe unaunga mkono dini kukataa Jakaya Mrisho Kikwete asionekane Ikulu, achane na mama Samia Suluhu Hassan? Sielewi, utaandika hapo chini. Naomba kutamatishia hii kanda hapo, tukutane kwa kanda nyingine. Lakini ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja tu ya mwisho, bonyeza subscribe button ili kuwa subscribe, na kando yake kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tunapoziweka katika mtandao wetu wa Tanzania ITV kila wakati. Asanteni sana na kwaheri.